Naona anamwangalia kwa sababu wako watu wengi. Ni lazima ajue yupi aliyeambiwa aandikiwe habari zake. Nashukuru Mungu kwa Dokta alizungumza kichwa cha somo cha asubuhi. Kuna kitu alitaja, alisema kwamba bila kukosea, anasema ardhi unayoivaa au uliojenga ndiyo inayobeba ama kibali au laana, wala haikosei hata nukta. Kama ulimsikiliza, amen, haikosei hata nukta. Hasa ameambiwa andika habari za mtu huyu. Itaandikaje yoyote wakati mambo anayoandikiwa huyu mtu ni magumu sana, hata fanikiwa maisha yake yote wala uzao wake, wala hakuna mtu atakayekaa kwenye kiti cha enzi cha Daudi? Kwa lazima ilikuwa makini kuangalia. Kwa hiyo kwanza imesikia, amen, imeangalia, si ndivyo? Alafu ikaandika. Ina nini? Ina masikio, ina macho, ina nini? Mikono. Twende Mwanzo sura ya ngapi? Mwanzo sura ya 4. Mwanzo sura ya 4 na mstari, Mwanzo sura ya 4 na mstari wa 11. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofungua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Iliyofungua nini? Niangalieni sasa, au mnaandika? Iliyofungua nini? Tumepata nini? Kinywa cha nini? Bwana Yesu asifiwe. Twende kwenye Mathayo 12:40. Mathayo 12:40. Mathayo 12:40. 12:40. Neno la Mungu linasema, kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa wangapi wanafahamu maana ya moyo? Ni upi? Huu wa kushoto. Sasa sio huo ni wa kwako, wa binadamu. Hata Mungu anapozungumza moyo kwa neno, hazungumzii moyo unaodunda, anazungumzia nafsi, yule mtu wa ndani anayefanana na wa nje. Mmenielewa? Tukizungumza kisayansi moyo ni huu kushoto, lakini tukizungumza kiroho moyo ni nafsi. Kwa hiyo huyu anasema kwamba alikuwa siku 3 katika moyo wa nchi, ni nafsi ya nchi. Mmenielewa vizuri? Sikiliza sasa vizuri, nafsi ya nchi. Nafsi ya nchi ni nini? Hapa mwanzo anasema imefungua nini? Kinywa. Kaini alipompiga ndugu yake akamuua. Kama angekuwa hai leo tukamwambia Kaini, hebu tueleze wakati umempiga ndugu yako pale uliona nchi ikipasuka? Anasema kwamba sijaona. Lakini Biblia inatuambia kwamba nchi ilifungua nini? Kwa hiyo kilichokuwa kinatajwa pale sio hii ardhi ya juu tunayoiona, uso wa nchi wa juu, ni moyo wa nchi. Pale mwanzoni nimekutajia nikakwambia, nikupe mfano labda ulio rahisi. Kuna vitu vinatendeka kwenye jamii. Labda nitolee mfano, mwanamume amesafiri, alafu wana mawasiliano mazuri. Nishatoa mfano hata siku za nyuma. Wana mawasiliano mazuri kwenye ndoa na mke wake na nini. Nitarudi siku gani? Labda nitarudi Jumamosi leo, si ndio? Anarudi vizuri. Ila anarudi nyumbani, hivyo vitu vinatokea. Tu anarudi nyumbani tu, anafika mlangoni, maneno yanaanza, nyumba inanuka, sio nini. Hivyo mwanamke, huwezi, usafi umekushinda, unashindwa hata kusafisha hapa. Wewe mwenyewe unanuka, ufai. Alafu akiwa mtu mwingine hapa pembeni akiangalia ile eneo ambalo anasema linanuka, liko safi, tena amepuliza sio na nini pale, afie mwenyewe yuko vizuri. Manake anayetukanwa sio pale juu. Pale juu pamechafuliwa kwa ndani, ardhi ya pale imechafuliwa kwa ndani, kwa chini. Moyo wa pale mahali ile ya juu haina shida, ndani yake kwenye Mungu wa roho kumechafuliwa, ili huyu mwanamke akimbie. Na wanaume wengine sasa ambao hawana Yesu, anaenda kulala nje ya gari au anaenda kulala guest. Kama ni watu wa kusafiri, anasafiri huko, haji nyumbani. Kwa nini? Ardhi imefanya nini?
imechafuliwa, lakini si juu. Alienda kumfanyia hilo jambo amefanya kwa maneno. Maneno ni roho, amechafua ile ardhi kwa ndani. Na huyu mtu hana shida kwa nje, amechafuliwa kwa ndani. Mtu wa ndani, nafsi ambayo haionekani, amekosa kibali. Kwa nje yuko vizuri, ametengeneza vizuri, yuko sawa, lakini ndani amechafuliwa. Yule mtu wa ndani ananuka. Sasa aliposema moyo wa nchi, manake moyo wa nchi anazungumzia nafsi hali hai, yenye masikio, yenye macho, yenye midomo, yenye mikono. Ni kama wewe ni mtu. Ndio maana leo nikawaambia usilete ardhi, lete maandiko. Maana yale maandiko ni nafsi na ni udongo ulioleta, japokuwa hujaleta udongo kamili, lakini umeleta zaidi ya udongo. Mmenielewa vizuri? Nitakueleza hapo mbele. Naomba chupa moja ya mafuta. Naona Boniface, nitaka chupa moja ya mafuta hii hapa. Labda baadaye utapata nafasi, utaelezewa kwa kifupi. Hii chupa ya mafuta ni neno la Mungu. Sema ni neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tusingejua kuwa na mafuta haya kama Mungu asingesema. Sasa kile alichokisema Mungu ndicho kimefanyika umbo, kitu cha kuonekana, lakini nyuma yake ni neno alilosema Mungu, mafuta ya mzeituni. Hivi kuna mtu anaelewa? Kama ndio hivyo, ukiwa na lile neno una mafuta. Hilo ndio nitakuelekeza kwa watu ambao walishindwa kufika, au watu wa mikoani au wa nje waliosema sasa sisi ambao hatuwezi kufika ukumbini tutafanyaje? Nikamwambia nitawaelekeza. Na mimi sikutaka wawe na mafuta yoyote. Nataka nikuambie kitu leo ambacho na wewe utaendelea kukitumia. Ukiwa hasa bora nyie mnaofika hapa, watu wa mkoani ukiwaambia wanunue mafuta huko nyumbani, watayaabudu. Hawatataka kusoma neno, hawatataka kuomba, wanajua kuna Mungu yuko hapa chumbani. Kwa hiyo wakipata tatizo anakimbilia mafuta, mafuta yamsaidie. Ndio maana nikawazuia, nikasema tutapakwa mafuta hapa ukumbini baada ya neno. Sisi ambao hatutafika, nikamwambia nyamaza, nitawapa maelekezo. Na mimi leo nataka ni wajipake mafuta huko nyumbani bila mafuta, wajipake kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nilikwambia lete udongo kwa imani. Tunataka tuwe na nafsi ya udongo. Alafu tujue kwamba kwa nini inatutesa mpaka leo. Ukiiendea haikupi. Unaenda kwenye biashara haikupi. Unakaa juu yake haikupi. Unafanya hiki haikupi. Leo tunafanya suluhu. Kile ambacho inatuchukia itupende. Labda niseme hivi. Huyu ndiye mwenye mali zangu. Huyu ndiye mwenye pesa zangu. Alafu tumekorofishana. Ameninunia. Alafu nakuja. Aise, nina shida. Naomba unisaidie labda kitu fulani. Alafu amenuna hapo. Atanipa. Sasa ardhi tumesema ina masikio, ina pua, ina midomo, ina macho, ina kila kitu. Lakini imenuna. Na Biblia inatuambia, nitasoma hapa, imetuambia Mungu ameitajirisha sana. Ameipa vitu vyetu vyote. Vitu vyote vimewekwa kule. Na nitakwambia kwa nini vimewekwa kule. Hiyo nafsi ya ardhi ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Asante mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome kwa haraka. Nakimbia na muda. Tunataka kila jambo lifanyike kwa muda. Amen. Hebu tusome Zaburi 65:9. Zaburi 65:9 haraka. 65:9. Neno la Mungu linasema, umeijilia nchi na kuisitawisha. Umeitajirisha sana. Hebu sema umeitajirisha sana. Rudia tena mara ya pili. Amen. Umeijilia nchi na kuistawisha. Umeitajirisha sana. Mto wa Mungu umejaa maji. Wawaruzuku watu nafaka. Maana ndiwe uitengenezaye ardhi. Kwa hiyo ndiye aliyeitengeneza ardhi. Vitu vingine tumeona vimeumbwa. Mwanadamu akaumbwa kwa mavumbi ya ardhi. Akapuliziwa puani pumzi ya nini? Ya uhai. Akawa nafsi hai. Sasa wakati mwingi tunasema ardhi. Lakini hatujui
ardhi ni nini, lakini tumeona ni nafsi hai, lakini pia imepuliziwa puani. Ardhi nayo imepewa moyo ama nafsi, ikawa na uhai, lakini anasema umeitajirisha sana. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo tusome Ezekiel 34:27. Ezekiel 34:27. Ezekiel 34:27. 34:27. Neno la Mungu linasema, na mti wa kondeni utazaa matunda yake, nayo ardhi itatoa mazao yake, nao watakuwa salama katika nchi yao, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nitakapovunja vifungo vya kongwa lao na kuwaokoa katika mikono ya watu wale waliowatumikisha, ardhi itatoa ama nchi itatoa mazao yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusome pia katika Isaya 1:19. Isaya 1:19. Isaya 1:19. Neno la Mungu linasema 1:19, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Hebu sema mema ya nchi. Mema ya nchi manake utajiri wa nchi. Amen. Sasa nikuulize swali, utajiri wa nchi ni upi? Ama mazao ya nchi ni yepi? Mazao ya nchi yanayotajwa sio hii niliyokuwa nakwambia, mvua zikinyesha tunaenda shambani. Ni kufanikiwa katika nchi. Sehemu nyingine kwenye Biblia alisema kwamba hawakupandwa kwenye nchi, ambao ndio inarudi ile ya Kaini, kwamba unaweka biashara hapa kidogo haziuziki, unaenda sehemu nyingine unaweka haiuziki, unaenda sehemu nyingine unaweka haiuziki, unaenda unajaribu kitu kingine hakifanyiki, maana huna kikao, hukupandwa. Ardhi ambayo ina uso haikupi kibali, haikukubali ili ukifanya pale juu yake ufanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Labda niseme hivi, labda tusome katika Isaya sura ya 55 mstari wa 10. Isaya 55:10. Isaya 55:10. Neno la Mungu linasema, neno la Mungu linasema, maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Bwana Yesu asifiwe. Anasemaje? Mvua inashuka kutoka wapi? Ikanyesha kwenye nini? Ikaifanya nini? Ikaifanya nini? Ikaizalisha. Hebu tusome, maana labda hamjaelewa. Isaya 55 mstari wa 10. Anasema, maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ardhi inazaa. Sema ardhi inazaa. Sema inazaa. Sema inazaa. Kumbe ardhi inaweza ikawa tasa. Mwambie jirani yako hivyo hivyo. Si tumejifunza ni mtu, si tumesema ni nafsi. Inaweza ikawa tasa. Tena sio za wote, ya kwako. Mko na mwenzako hapa mnafanya biashara, ardhi ya mwenzako hapa unaona kabisa watu wanakuja wanakukwepa, wananunua, kwako hawafanyi nini? Hawanunui. Ardhi yako ni tasa, haitoi. Mnanielewa wana wa Mungu? Hebu tusome katika Kumbukumbu la Torati. Tusome katika Kumbukumbu la Torati 28:23. 28:23. 28:23. 28 na mstari wa 23. Neno la Mungu linasema, neno la Mungu linasema, na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba, na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma. Bwana Yesu asifiwe. Amesema mbingu zilizo juu ya wote. Amesema na nchi, amesema iliyo chini ya wote.